Wahenga walisema zimwi likujualo halikuli likakwisha. Wakati kwa watu wengine ikiwa ni kadhia pamoja na adha, lakini wako watu ambao kwao ni kicheko na nyuso zilizojaa tabasamu. Hali hii inatokea kwenye mwambao wa Ziwa Victoria, ambapo mawe yanainuka kama makaburi ya kale ambayo watu wengi wanayatazama kama nyumba isiyo na uhai, lakini kwa mbali linainuka jambo la kushangaza kuhusu masalia haya. Inaonekana pumzi yenye uhai, ikiashiria uwepo wa maisha mapya na tabasamu tele. Je, wajua ya kuwa ndani ya jiji la Mwanza, jiji la pili kwa ukubwa nchini Tanzania, maisha ni juu ya jiwe? Tumezoea kuona watu wakifanya shughuli mbalimbali katika maeneo ya wazi, ikiwemo ujenzi, biashara na shughuli nyingine za kijamii. Hali hii ni tofauti kwa wakazi wa jiji la Mwanza, ambao kwao jiwe ni zaidi ya rasilimali na msingi wa maisha yao. Karibu mtazamaji wa Sauti TV katika makala hii inayoangazia maisha juu ya jiwe, ikionyesha namna ambavyo wakazi wa jiji la Mwanza wanatumia rasilimali jiwe katika shughuli mbalimbali, ikiwemo makazi. Ninayesimulia makala hii ni Mpeheye Yotham Lubungila. Karibu. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la mwaka 2014, linaeleza kuwa 70% ya wakazi wa jiji la Mwanza makazi yao yapo milimani, maeneo ambayo sehemu yake kubwa imeundwa na mawe. Mtazamaji, yaweza kuwa unajiuliza, je, vipi kuhusu suala zima la ujenzi katika maeneo hayo? Kwa mfano unaona hapa tulivyoanza iko juu ya mwamba, unaona nilivyokuonyesha pale. Tumepiga ile zege, tukaweka nondo, alafu tukapiga mkanda. Tukahakiki hata hamna keleki yote ile ambayo itatokea. Sasa utafauti upo. Kwa unatakiwa utafute revo, yani ukishatoa mawe ndio unaweka revo, alafu msingi ndio unapita. Yani sema ukweli panakaa vizuri, tunasawazisha alafu tunaweka nyumba au unafuata msingi. Kwa sababu changamoto ya kwanza, kama unajenga sehemu ambayo iko tambarare, hiyo watu tunajengea mawe kutoka chini, tunachimba shimo zaidi ya futi kama 3 hivi ili mwanzie chini mtengeneze base ya msingi. Huwa na uhakika kwamba isititie. Ubora wa nyumba iliyojengwa kwa mwamba, kwenye mwamba, ubora mimi ninavyoona, kwa sababu hapa mtu kama anajenga kwenye mwamba inabidi akuandalie vifaa maalum. Hapo inabidi, kwa sababu inakuwa iko juu, inabidi kufunga bimu pembeni wakati wa kuamsha msingi. Alafu na mkiamsha ukuta mkafikia level ya madirisha, ndo unapiga mkanda na kupitisha nondo zikakamatana moja kwa moja, alafu mkaamsha. Awamu ya pili ni kufunga lenta, ya 3 mnamalizia tuko zaidi. Kadri muda unavyozidi kwenda, ndivyo jiwe linavyozidi kupanda thamani, kutoka kuwa mfano wa kipande cha tonge mkononi, na sasa kwetu jiwe ni pesa. Wengi tumezoea kuona ajira zikipatikana shambani, maofisini, sokoni, huku kwa wengine ukitanguliwa kama mtaji mnono, kama msingi wa biashara. Umewahi kujiuliza kuhusu nguvu kidogo, akili kidogo, lakini kwa wasakatonge ni mtaji unaowaletea faida? Hatua ya kwanza, jiwe utakao lichimbue, ulitoe ndani ya ardhi ya udongo, ibaki lenyewe kama lenyewe, unalitegeshea moto. Likisha pasuka kwa moto, basi utabidi utumie nyundo kama hii kuligawanyisha vipande vya kuweza kubebeka. Unajua sasa hivi vijana wengi hawataki kazi ngumu, wanataka kazi simple, nyepesi. Sasa kazi kama hizi, kama kijana kama yuko kule, tunamkaribisha, anakuja, tunamfundisha namna ya kufanya kazi. Sio kazi ya kutumia nguvu sana, nguvu kidogo, akili kidogo. Kwa hiyo akishirikiana na sisi kama sisi wazoefu wa hii kazi, anaweza akaendelea tu maisha yake, akaendelea, familia ikaishi, watoto wakasoma na maisha mengine akaendelea.
Katika zama hizi ambazo teknolojia imechukua nafasi katika shughuli za binadamu, kazi ya upasuaji mawe na upondaji wa kokoto kama sehemu ya biashara nayo imepiga hatua kutoka kwenye kufanya kazi hii kwa njia na vifaa vya kienyeji hadi kwenye mashini, na huku lengo likiwa ni kurahisisha na kuongeza ufanisi katika shughuli hii. Kama ulivyo na thamani mti wa mninga, mpingo au mtondo mbele ya makonde katika sanaa ya uchongaji wa vinyago, ndivyo hivyo kilivyo na thamani kipande cha jiwe kwa ubunifu wa maumbo, michoro na mapambo, ambao wanatumia akili na maarifa yao kubadili sura ya kawaida ya jiwe kuwa sura yenye tafsiri na maana katika maisha yao ya kila siku. Baada ya jiwe kupasuliwa kiasi cha kubebeka, huchongwa kulingana na aina ya umbo ambalo mbunifu ameliwaza. Inaweza kuwa ni mnyama, mmea, ua, jengo au hata umbo lolote lenye maana fulani kwa ustadi kwa kutumia mashine ya asili inayotumia nishati ya kuni. Baada ya kuchongwa, jiwe huunganishwa kwa kutumia simenti au chuma, na wakati mwingine huongezewa urembo wa vitu vingine vinavyopatikana kwa urahisi katika mazingira kama vile plastiki, ili kuongeza mvuto na uhalisia wa kitu kinachowakilishwa. Kinachowashangaza wengi wanapouona mlima Kilimanjaro mara nyingi huwa si urefu wa mlima huo, bali uhai wa barafu unaoonekana kileleni mwa mlima huo, pamoja na mabadiliko ya jua, mvua na upepo. Hadithi hii haitofautiani sana na wale wanaowatazama wakazi wa jiji la Mwanza, ambao 70% ya wakazi hao, suala la urefu, mpangilio na muonekano wa mawe si kitu cha kustajabisha kwao, bali ni kitu cha kawaida katika maisha yao. Msaada wangu kupitia ya mawe, jua likishachemka, mfano nifua nguo na waraka wa kuivaa, jua likishachemka nafua na natandaza kwenye jiwe, ndani ya dakika chache tu nguo imeshakauka. Na pia kama nina mazao, mfano mahindi, mpunga, miogo, dagaa na anika. Faida ya kwanza ni uimara wa nyumba, sababu unapojenga juu ya jiwe, tukirejelea hata maandiko yanasema nyumba ikijengwa juu ya mwamba inadumu. Kwa hiyo ikijengwa vizuri, ikawekewa msingi mzuri, nyumba inadumu. Pia kunakuwa na unafuu kwa sababu hata material ambazo zinatumika katika ujenzi zinakuwa zinapatikana kama vile kokoto, mawe. Kwa hiyo tunajivunia vitu kama hivyo kuishi katika mawe. Mawe tunaanikia dagaa, nguo, yani hata ukiwa na mahindi unaanika hapa. Pamoja na mazoea haya ya kuishi juu ya mawe, wakazi hawa wanazo simulizi zinazotofautisha mazingira ya makazi ya juu ya mawe na yale ya kwenye ardhi. Hasa suala la upatikanaji wa huduma za kijamii, ikiwemo maji ambayo ni uhai, pamoja na usalama wa watoto katika mazingira hayo. Upati changamoto ya maji, pia upati changamoto kwenda kuemea, pana kuenda senta kuemea. Lakini ukiwa kumlimani, changamoto ya maji kidogo ulinzi wake unakuwa ni changamoto, maana unaweza kutoka sehemu aidha ikawa ni nyakati za usiku ukajikwaa kwenye mawe kama umeumia, lakini ukiwa sehemu ambayo ni tambalale kunakuwa na unafuu sana. Pia ukikaa juu ya miamba au jiwe unakuwa unaepukana changamoto pia, hata katika swala la labda chemichemi. Sisi huku hiyo tatizo hatuna kabisa.
Kwa hiyo huku kuna faida zake, pia upande wa pili wa tambarare kuna faida zake pia. Changamoto kwa upande wa mawe ni nyingi, kwa sababu ukumbuke kwamba palipo na mawe ndipo makazi ya wadudu wengi na wanyama wadogo wadogo kama vile nyoka. Kwa hiyo unahitaji umakini sana, kwa sababu unaweza ukakaa ukawa umemkalia nge bila kujua kuna nyoka. Kwa hiyo umakini ambao unatakiwa kuwepo mtoto anapokuwa anatambaa, hasa akiwa anaanza kukaa, unakuwa unakaa naye karibu mara kwa mara, unamzuia usiende huku ni kubaya, anaelewa. Kwa unakuta mtoto akikua naye anazoea mazingira. Kuhusu usalama wa watoto kidogo ni changamoto kulingana na mazingira ambayo tunakaa, kwa sababu watoto huwezi ukawaacha wenyewe ukawakuta wapo katika hali ya usalama. Kuna ile mtoto atahitaji atoke katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo inawafanya watoto wanaota sugu kwa sababu ya kujikwaruza kwa hapa na pale. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuwa mwili wake kidogo ukiwa na changamoto kama sugu. Ni vitu kama vya namna hiyo. Katika kuhakikisha madini ikiwemo mawe yanachimbwa na kutumika ipasavyo, serikali ya Tanzania kupitia sheria ya madini namba 14 ya mwaka 2010 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2017 inaeleza kuwa shughuli za uchimbaji wa madini zinapaswa kufuata taratibu na kuwataka wachimbaji wote kuwa na leseni sambamba na sheria ya mazingira ya mwaka 2004 ambayo inahakikisha kuwa shughuli zote za kiuchumi haziharibu mazingira. Dunia imeundwa na vitu vinavyoonekana na visivyoonekana ambavyo vyote vinahitaji wazo lenye nguvu ili kuvifanya vitu hivi kuwa na faida na manufaa kwa watu. Na ndivyo ambavyo tumeona wakazi wa jiji la Mwanza walivyoligeuza jiwe kuwa sehemu ya maisha yao, wakilitumia kujipatia mahitaji ya msingi ya binadamu na kuendesha maisha yao ya kila siku. Mambo yote hufanyika kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni ili kuyawezesha kutoa matunda yanayotarajiwa. Hivyo basi, shughuli za matumizi ya mawe kama madini ya ujenzi zinapaswa kuzingatia miongozo hiyo, ikiwemo ushauri wa wataalamu wa miamba na wataalamu wa afya katika mchakato wa kuyachimba, kuyapasua au kuyasaga kwa ajili ya matumizi. Kwani kwa kutokufanya hivyo kunaweza kupelekea changamoto kwenye mazingira, ikiwemo mmomonyoko wa udongo na upotevu wa aina mbalimbali za viumbe hai, lakini pia inaweza kusababisha madhara kwa watu kama vile magonjwa, ulemavu na wakati mwingine huweza kusababisha vifo. Mtazamaji, asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa makala hii iliyokuwa ikiangazia matumizi ya rasilimali jiwe kwa wakazi wa jiji la Mwanza katika shughuli zao za kila siku. Kwa niaba ya timu nzima iliyoandaa makala hii, langu jina ni Mpehei Yotham Lubungila na hii ni SAUT TV.